Mwenyekiti wa kijiji aongelea kukamatwa kwa Mlindoko. Mwenyekiti wa kijiji cha Majichai wilayani Arumeru mkoani Arusha Maasembisa amesema kuwa kijana Joseph Mlindoko ambaye anaunda kundi la mtandaoni la wachokonozi alikamatwa na askari wa jeshi la polisi ambao walianzia kwa kushirikisha uongozi wa kijiji. Polisi amesema baada ya kumkamata kijana huyo akiwa kwenye gari ndogo akiwa na mtu mwingine aliyetajwa kwa jina la Fundi, walikwenda nyumbani kwake na kufanya uchunguzi pamoja na kuchukua vitu mbalimbali ikiwemo kinasa sauti, kamera, stendi ya kamera, vitabu vyake na kuviandikisha chini ya uongozi wa serikali ya kijiji. Uongozi wa jeshi la polisi Arusha ili kufahamu kukamatwa kwa kijana huyo Joseph Mlindoko pamoja na mwenzake aitwaye Jackson Lubalo Fundi au kupatikana, lakini mmoja wa ndugu wa Joseph aliambia kuwa Jackson na Joseph walishikiliwa katika kituo cha kati jijini Arusha. Ni taarifa kutoka jijini Arusha. Hatimaye mwenyekiti wa kijiji cha Majichai wilayani Arumeru mkoani Arusha Maasembisa amesema kuwa kijana Joseph Mlindoko ambaye anaunda kundi la mtandaoni la wachokonozi walikamatwa na jeshi la polisi ambao walianzia kwa kushirikisha uongozi wa kijiji. Jeshi la polisi wakili kuwashikilia Jackson na Joseph jijini Arusha. Jeshi la polisi mkoani Arusha kupitia kwa kamanda wake Justin Masejo limethibitisha kuwakamata na kuwashikilia vijana wawili ambao ni Jackson Lubalo na Joseph Mlindoko wa kundi la mtandaoni la wachokonozi. Akiongea kwa kifupi kwa njia ya simu, kamanda Justin Masejo amethibitisha kukamatwa kwa wawili yao na kusema uchunguzi utakapokamilika jeshi la polisi litatoa taarifa kamili. Jeshi la polisi limethibitisha haya ikiwa ni saa kadhaa tangu mwenyekiti wa kijiji cha Majichai wilayani Arumeru mkoani Arusha Maasembisa akiri kuwa ofisi yake ilipewa taarifa na jeshi la polisi juu ya kukamatwa mmoja wa vijana hao ambaye ni Joseph Mlindoko, na kueleza kuwa polisi walianzia kutoa taarifa ofisi ya kijiji kuhusu ukamataji huo. Mbisa alieleza kuwa baada ya kumkamata kijana huyo akiwa kwenye gari ndogo akiwa na mtu mwingine aliyetajwa kwa jina la Fundi, walikwenda nyumbani kwake na kufanya uchunguzi pamoja na kuchukua vitu mbalimbali ikiwemo kinasa sauti, kamera, stendi ya kamera, vitabu vyake na kuviandikisha chini ya uongozi wa serikali ya kijiji. Ni taarifa kutoka jijini Arusha. Hatimaye jeshi la polisi mkoani Arusha kupitia kwa kamanda wake Justin Masejo limethibitisha kumkamata na kuwashikilia vijana wawili ambao ni Jackson Lubalo na Joseph Mlindoko wa kundi la mtandaoni la wachokonozi. Harmonize yasema atagombea ubunge Tandaimba mwaka 2025. Mwimbaji star wa Bongo Flava Rajab Abdul Kahali maarufu kama Harmonize ametangaza rasmi dhamira yake ya kwenda kugombea ubunge jimbo la Tandaimba mkoani Mtwara ambalo ndilo alikozaliwa huko. Kabla ya kuongea na kuthibitisha dhamira yake, Harmonize aliandika maneno yafuatayo kwenye ukurasa wake wa Instagram: Tandaimba member of parliament 2025 inshallah Oktoba, Chama cha Mapinduzi CCM oye. Itakumbuka Oktoba 15 mwaka 2019 Harmonize ambaye kwa sasa anaiti na wimbo mpya wa Best Couple alitajwa na hayati Daktari John Pombe Magufuli ambaye aliweka wazi kuwa anatamani mwimbaji huyo akagombea ubunge Tandaimba, ingawa wakati huo Harmonize alionekana kutokuwa tayari kugombea kiti cha ubunge. Hayati John Pombe Magufuli anukuliwa akisema, lakini nampongeza sana Harmonize, sijui anatoka jimbo gani. Tandaimba mbunge kule ni nani? Katani? Ningetamani sana Harmonize aende akagombee kule awe mbunge wa Tandaimba. Akiongea kwa njia ya simu, Harmonize ambaye alizaliwa kijiji cha Chitoli wilayani Tandaimba mkoani Mtwara amesema alichokiandika sasa saa kadhaa zilizopita kuhusu dhamira yake ya kugombea ubunge sio kitu cha utani, bali anatamani na anakwenda kugombea ubunge. Muda ukifika atakwenda kuchukua fomu kupitia Chama cha Mapinduzi CCM ili aombe ridhaa ya chama ili akapambane kugombea kiti hicho cha ubunge Tandaimba. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mwimbaji star wa Bongo Flava Rajab Abdul Kahali maarufu kama Harmonize ametangaza rasmi dhamira yake ya kwenda kugombea ubunge jimbo la Tandaimba mkoani Mtwara ambako ndiko alikozaliwa.
Waandishi wanaogombea mwaka 2025 wasitishe kazi kwenye media zao. Bodi ya ithibati ya waandishi wa habari imewaagiza waajiri wa vyombo vya habari kuhakikisha kuwa waandishi wa habari wanaogombea nafasi za kisiasa wanasitisha utekelezaji wa majukumu yao ya kihabari kwa kipindi chote cha mchakato wa uchaguzi. Taarifa iliyotolewa na kaimu mkurugenzi mkuu bodi hiyo Patrick Kipangula imesema kuwa kwa kuzingatia uwepo wa uchaguzi mkuu mwaka 2025 kwa mujibu wa masharti ya kanuni ya 12 ya kanuni ya utangazaji wa uchaguzi wa vyama vya siasa, tangazo la serikali lenye nambari 775 la tarehe 18 Septemba mwaka 2020, waandishi wa habari ambao ni wagombea nafasi za kisiasa wanapaswa kuzingatia kwamba hawajihusishi katika shughuli za majukumu yoyote ya kihabari katika vyombo vya habari walivyoajiriwa kwa muda wote wa mchakato wa uchaguzi. Hatua hii inalenga kuzuia mgongano wa maslahi ya kulinda uaminifu wa vyombo vya habari mbele ya umma, hususan katika kipindi cha uchaguzi. Taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye bodi ya ithibati waandishi wa habari imewaagiza waajiri wa vyombo vya habari kuhakikisha kuwa waandishi wa habari wanaogombea nafasi za kisiasa wanasitisha utekelezaji wa majukumu yao ya kihabari kwa kipindi chote cha mchakato wa uchaguzi. Na hatimaye Paul Makonda aga ukuu wa mkoa wa Arusha. Aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Christian Makonda amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kumwamini mara mbili, kuwemo kumpa nafasi ya kuwa katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM na baadaye mkuu wa mkoa wa Arusha, ambapo Paul Christian Makonda amesema licha baadhi ya watu kumkandamiza hisa mapambano yake ya kupinga dawa za kulevya na ushoga, lakini bado haikumzuia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kumwamini na kumpa fursa nyingi. Akiongea kwenye jukwaa la wanawake iliyofanyika katika ukumbi wa kimataifa mikutano AICC jijini Arusha, Paul Christian Makonda amesema, Mheshimiwa mgeni rasmi Rais Balozi Daktari Nchimbi, naomba kwa unyenyekevu mkubwa unifikishie salamu kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuniamini mara mbili ndani ya utumishi wake wa urais tangu mwaka 2021 kuniteua kuwa msemaji wa Chama cha Mapinduzi CCM na mkuu wa mkoa wa Arusha. Sikutarajia leo itakuwa hotuba yangu ya kuaga. Ni taarifa kutoka jijini Arusha. Hatimaye aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Christian Makonda amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kumwamini mara mbili, kuwemo kumpa nafasi kuwa katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM na baadaye ukuu wa mkoa wa Arusha, ambapo Paul Christian Makonda amesema licha baadhi ya watu kumkandamiza kisa mapambano yake ya kupinga dawa za kulevya na ushoga, lakini bado haikumzuia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kumwamini na kumpa fursa nyingine. Daktari Mwinyi kulivunja bunge la Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi anatarajiwa kulivunja rasmi Baraza la 10 la Wawakilishi katika hafla maalum itafanyika katika ukumbi wa Baraza la Wawakilishi Chukwani mkoani mjini Magharibi. Daktari Mwinyi atalihutubia baraza hilo majira ya saa 4 asubuhi, ambapo atatoa muktasari wa mafanikio ya utendaji wa serikali katika kipindi cha miaka 5 ya uongozi wake kabla kulivunja rasmi baraza hilo kwa mujibu wa katiba Zanzibar ya mwaka 1984. Ikulu ya Zanzibar imesema tukio hilo ni hatua muhimu ya utaratibu wa kikatiba kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Linatarajiwa kuhudhuriwa na viongozi wa kitaifa wa SMZ na CSMT, wajumbe wa Baraza la Wawakilishi, mabalozi wanaozi kuwakilisha nchi zao, wawakilishi wa taasisi mbalimbali pamoja na wageni wa hali. Ni taarifa kutoka Zanzibar. Hatimaye Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi anatarajiwa kulivunja rasmi Baraza la 10 la Wawakilishi katika hafla maalum itafanyika katika ukumbi wa Baraza la Wawakilishi Chukwani mkoani mjini Magharibi.